Mataifa yenye nguvu wa magharibi yakiongozwa na Ufaransa bila kumsahau Marekani yamekusanyika nchini Ivory Coast kupanga mikakati ya kuivamia Burkina Faso kwa madai kuwa Ibrahim Traore anatumia dhahabu za Burkina Faso kwa maslahi binafsi. Sasa baada ya hilo kugundulika, Urusi inaripotiwa kutuma vikosi maalumu vilivyopewa mafunzo ustadi wa kipekee nchini Burkina Faso vikiwa na maagizo ya wazi kutoka kwa Rais Vladimir Putin ili kulinda urais wa Burkina Faso pamoja na Captain Ibrahim Traore. Swali ni je, kama kweli Captain Ibrahim Traore anatumia dhahabu kwa maslahi ya kibinafsi, kwa nini wananchi wa taifa hilo andamane kuunga mkono uongozi wake? Pengine tutizame sababu chache za Ibrahim Traore kupata idadi kubwa ya maadui kutoka nchi za magharibi. Ibrahim Traore alifukuza majeshi yote ya kigeni akianza na Ufaransa, maana aliona ndio njia rahisi ya wao kuangusha na zaidi wapo nchini humo kunyonya rasilimali zao tu, na ndio maana alitoa kauli iliyo nzito zaidi aliposema tutachimba dhahabu zetu wenyewe kwa ajili yetu na sio kwa ajili ya Ufaransa. Hata rais wa Ufaransa alipoomba kurejesha majeshi yake kama sehemu uhusiano mzuri, Traore alisema una uhusiano na Marekani na Brazil, vipi huko pia una majeshi yako? Juzi kati Captain Ibrahim Traore amenunua zaidi ya greda 1000 na magari mengine mbalimbali ili kusaidia juhudi za ujenzi wa barabara kote nchini Burkina Faso. Kapteni huyo alikabidhi rasmi vifaa hivyo kwa timu zinazohusika na kutunza miundombinu ya barabara taifa hilo. Katika hotuba yake, Traore alisisitiza haja ya dharura barabara bora za kutoka shambani hadi sokoni, akisisitiza kuwa barabara bora zitawezesha wakulima kusafirisha mazao yao hadi mijini kwa ufanisi zaidi na bila kuharibika. Uwekezaji huu mkubwa katika maendeleo ya taifa hilo unakuja licha ya shutuma za zamani kutoka kwa Jenerali Lengli ambaye alidai kuwa Traore alikuwa akitumia vibaya hazina ya dhahabu ya nchi hiyo kwa manufaa binafsi. Captain Ibrahim Traore, nje ya maendeleo makubwa aliyoyafanya, anachukiwa zaidi kwa kuzuia rasilimali za nje kutoka na kuagiza bidhaa ambazo hata nchi hiyo inaweza kuzalisha. Mfano, Burkina Faso sasa hivi hakuna kuagiza mitumba na wana viwanda vyao vya nguo. Kwa wanasheria na majaji hakuna kuvaa mavazi yenye asili ya Uingereza kwenye mahakama, na zaidi akaagiza kutengeneza mavazi yenye asili ya Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore alikataa mwaliko wa Rais Donald Trump katika ikulu ya Marekani, japo hakuweka wazi sababu, ila ilihisiwa ni za kiusalama. Alikataa pia ofa ya Saudi Arabia ya kujenga misikiti 200 nchini humo na kutaka pesa hizo ziwekezwe kwenye vitu vingine ili kusaidia watu wetu wa Burkina Faso na sio Waislamu pekee. Ukiachana na wanafunzi wa vyuo vikuu kulipwa hadi watakapopata kazi, lakini pia Ibrahim Traore alitangaza kuwa nchini Burkina Faso elimu itatolewa bila malipo kuanzia chekechea hadi ngazi ya chuo kikuu. Hii kileta shangwe kubwa miongoni mwa Burkinabe. Na ndani ya miaka miwili tu ya utawala wake, Bwana Ibrahim Traore amefanya mambo mengi. Rais huyo wa Burkina Faso anathibitisha kuwa nchi za Afrika zinateseka tu kwa sababu ya viongozi wabaya, na katika miaka yake miwili tu amekuza pato la taifa la Burkina Faso kutoka takriban dola bilioni 18.8 hadi dola bilioni 22.1 hata baada ya kukataa mikopo kutoka kwa International Monetary Fund na Benki ya Dunia. Amepunguza mishahara mawaziri na wabunge kwa 30% na kuongeza mishahara watumishi wa umma kwa 50%, huku akilipa 75% wa madeni ya ndani ya Burkina Faso. Yeye mwenyewe anapokea mshahara wenye kiwango cha mwanajeshi, yaani sawa na wanajeshi. Hakuishia hapo, lakini pia Captain Traore alisema, mimi sio rais, mimi ni mwanajeshi. Hata nikiwa rais wa nchi bado kiwango cha mshahara kipo juu sana. Nchi yetu ina uhitaji wa fedha na hatuwezi kuwa watu wa kutegemea mataifa magharibi kutupa misaada yenye masharti magumu. Captain Traore alianzisha viwanda viwili vya kusindika nyanya, cha kwanza kuwahi kutokea nchini humo. Uzalishaji wa nyanya nchini Burkina Faso umeongezeka kutoka tani 315,000 mwaka 2022 hadi tani 360,000 mwaka 2024. Alisimamisha mauzo ya dhahabu ambayo haijasafishwa Burkina Faso kwenda Ulaya na kuzindua mgodi wa dhahabu wa kisasa ili kuongeza uwezo wa uchakataji wa ndani. Captain Traore alijenga kiwanda cha pili cha kusindika pamba cha Burkina Faso na kufungua kituo cha kitaifa cha usaidizi, cha kwanza kabisa cha usindikaji wa pamba ili kuwasaidia wakulima wa ndani wa pamba. Alipiga marufuku uvaaji wa wigi na gauni kwa wanasheria zenye asili ya Uingereza katika mahakama na kuanzisha mavazi ya kitamaduni yaliyotengenezwa kwa pamba kienyeji. Captain Traore alitanguliza mbele kilimo kwa kusambaza zaidi ya matrekta 400,
tila 239, pampu za magari 710 na pikipiki 714 ili kuongeza uzalishaji na kusaidia wakulima vijijini. Alitoa upatikanaji wa mbegu bora na pembejeo nyingine za kilimo ili kuongeza pato la kilimo. Uzalishaji wa mtama ukipanda kutoka tani 907,000 mwaka 2022 hadi tani 1,100,000 mwaka 2024. Uzalishaji wa mchele ukiongezeka kutoka tani 280,000 mwaka 2022 hadi tani 326,000 mwaka 2024. Serikali ya Captain Ibrahim Traore pia imejenga barabara mpya, kupanua zilizopo na kuboresha barabara za changarawe na kuwa za lami. Amefanya marekebisho ya magereza ambapo wafungwa wanaweza kupunguza vifungo vyao kwa kuchangia katika kazi za kilimo. Mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio.